Ezra sura ya kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Koreshi wa Uajemi, ili neno la Yehova lililosemwa na Yeremia litimie, Yehova aliichochea roho ya mfalme Koreshi wa Uajemi atoe tangazo katika ufalme wake wote, ambalo pia aliliandika, akisema: Mfalme Koreshi wa Uajemi anasema hivi: Yehova Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba Yerusalemu nchini Yuda. Yeyote miongoni mwenu, ninyi watu wake wote, Mungu wake na awe pamoja naye, na apande kwenda Yerusalemu kule Yuda, na kuijenga upya nyumba ya Yehova Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu wa kweli, ambaye nyumba yake ilikuwa Yerusalemu. Na mkaaji mgeni yeyote, popote alipo, majirani zake wamsaidie kwa kumpa fedha na dhahabu, mali na wanyama wa kufugwa, pamoja na toleo la hiari kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa kweli iliyokuwa Yerusalemu. Ndipo viongozi wa ukoo wa Yuda na Benjamini na makuhani na Walawi, kila mmoja ambaye roho yake ilichochewa na Mungu wa kweli, wakajitayarisha kupanda kwenda kujenga upya nyumba ya Yehova iliyokuwa Yerusalemu. Wale wote waliowazunguka wakawasaidia kwa kuwapa vyombo vya fedha na dhahabu, mali, wanyama wa kufugwa na vitu vyenye thamani, mbali na matoleo yote ya hiari. Pia Mfalme Koreshi akaleta vyombo vya nyumba ya Yehova ambavyo Nebukadneza alikuwa amechukua huko Yerusalemu na kuviweka katika nyumba ya Mungu wake. Mfalme Koreshi wa Uajemi akavikabidhi kwa Mithredathi mweka hazina, ambaye alivihesabu na kumpa Sheshbazari mkuu wa Yuda. Hii ndiyo idadi yake: vyombo 30 vya dhahabu vyenye umbo la kikapu, vyombo 1000 vya fedha vyenye umbo la kikapu, vyombo 29 vya akiba, mabakuli madogo 30 ya dhahabu, mabakuli madogo 410 ya fedha, vyombo vingine 1000. Vyombo vyote vya dhahabu na vya fedha vilikuwa 5400. Sheshbazari alivibeba vyote wakati yeye na watu waliohamishwa walipoondoka Babiloni kwenda Yerusalemu. Sura ya pili. Hawa ndio watu wa mkoa, baadhi ya mateka waliopanda kutoka uhamishoni, ambao mfalme Nebukadneza wa Babiloni alikuwa amewapeleka uhamishoni Babiloni, na ambao baadaye walirudi Yerusalemu na Yuda, kila mmoja kwenye jiji lake. Wale waliokuja na Zerubabeli, Yeshua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumu na Baana. Idadi ya wanaume wa Israeli ilitia ndani wana wa Paroshi 2172, wana wa Shefatia 372, wana wa Ara 775, wana wa Pahath-Moabu, wa wana wa Yeshua na Yoabu 2812, wana wa Elamu 1254, wana wa Zatu 945, wana wa Zakai 760, wana wa Bani 642, wana wa Bebai 623, wana wa Azgadi 1222, wana wa Adonikamu 666, wana wa Bigvai 2056, wana wa Adini 454,
wana wa Ateri wa Hezekia 98, wana wa Besai 323, wana wa Yora 112, wana wa Hashumu 223, wana wa Gibari 95, wana wa Bethlehemu 123, wanaume wa Netofa 56, wanaume wa Anathothi 128, wana wa Azmavethi 42, wana wa Kiriath-Yearimu, Kefira na Beerothi 743, wana wa Rama na Geba 621, wanaume wa Mikmasi 122, wanaume wa Betheli na Ai 223, wana wa Nebo 52, wana wa Magbishi 156, wana wa Elamu mwingine 1254, wana wa Harimu 320, wana wa Lodi, Hadidi na Ono 725, wana wa Yeriko 345, wana wa Senaa 3630. Makuhani: wana wa Yedaya wa nyumba ya Yeshua 973, wana wa Imeri 1052, wana wa Pashuri 1247, wana wa Harimu 1017. Walawi: wana wa Yeshua na Kadmieli wa wana wa Hodavia 74. Waimbaji: wana wa Asafu 128, wana wa walinzi wa malango, wana wa Shalumu, wana wa Ateri, wana wa Talmoni, wana wa Akubu, wana wa Hatita, wana wa Shobai, wote pamoja walikuwa 139. Watumishi wa hekaluni: wana wa Siha, wana wa Hasufa, wana wa Tabaothi, wana wa Kerosi, wana wa Siaha, wana wa Padoni, wana wa Lebana, wana wa Hagaba, wana wa Akubu, wana wa Hagabu, wana wa Salmai, wana wa Hanani, wana wa Gideli, wana wa Gahari, wana wa Reaya, wana wa Resini, wana wa Nekoda, wana wa Gazamu, wana wa Uza, wana wa Pasea, wana wa Besai, wana wa Asna, wana wa Meunimu, wana wa Nefusimu, wana wa Bakbuki, wana wa Hakufa, wana wa Harhuri, wana wa Basluthi, wana wa Mehida, wana wa Harsha, wana wa Barkosi, wana wa Sisera, wana wa Tema, wana wa Nezia, wana wa Hatifa. Wana wa watumishi wa Sulemani: wana wa Sotai, wana wa Soferethi, wana wa Peruda, wana wa Yaala, wana wa Darkoni, wana wa Gideli, wana wa Shefatia, wana wa Hatili, wana wa Pokereth-Hazebaimu, wana wa Ami. Watumishi wote wa hekaluni na wana wa watumishi wa Sulemani walikuwa 392. Na hawa ndio waliopanda kutoka Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerubi, Adoni na Imeri, lakini hawakuweza kuthibitisha kama ukoo wao na asili yao ilikuwa ya Waisraeli. Wana wa Delaya, wana wa Tobia, wana wa Nekoda 652. Na kutoka kwa wana wa makuhani:
wana wa Habaya, wana wa Hakozi, wana wa Barzilai, aliyemuoa mmoja kati ya mabinti wa Barzilai Mgileadi na kuitwa kwa jina lao. Hao walichunguza kumbukumbu zao ili wathibitishe ukoo wao, lakini hawakupata majina ya koo zao, kwa hiyo hawakustahili kuwa makuhani. Gavana akawaambia kwamba hawangeweza kula vitu vitakatifu kabisa mpaka apatikane kuhani ambaye angechunguza Urimu na Thumimu. Kutaniko lote lilikuwa na jumla ya watu 42,360, mbali na watumwa wao wa kiume na wa kike ambao walikuwa 7,337. Walikuwa pia na waimbaji 200 wa kiume na wa kike. Walikuwa na farasi 736, nyumbu 245, ngamia 435 na punda 6,720. Walipofika kwenye nyumba ya Yehova kule Yerusalemu, baadhi ya viongozi wa koo wakatoa matoleo ya hiari kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa kweli ili kuijenga upya mahali ilipokuwa. Kulingana na uwezo wao, walitoa mchango kwa ajili ya hazina ya kazi, drakma 61,000 za dhahabu, na mina 5,000 za fedha, na kanzu 100 za makuhani. Na makuhani, Walawi, baadhi ya watu, waimbaji, walinzi wa malango na watumishi wa hekaluni wakaanza kuishi katika majiji yao, na Waisraeli wengine wote wakaanza kuishi katika majiji yao. Sura ya 3. Mwezi wa 7 ulipofika, Waisraeli walikuwa katika majiji yao, wakakusanyika Yerusalemu wakiwa na kusudi moja. Yeshua mwana wa Yehosadaki na makuhani wenzake, na Zerubabeli mwana wa Shealtieli na ndugu zake, wakasimama na kujenga madhabahu ya Mungu wa Israeli, ili kutoa dhabihu za kuteketezwa juu yake, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mtu wa Mungu wa kweli. Basi wakajenga madhabahu mahali ilipokuwa zamani, ingawa waliwaogopa watu wa nchi jirani. Nao wakaanza kumtolea Yehova dhabihu za kuteketezwa juu yake asubuhi na jioni. Kisha wakafanya sherehe ya vibanda kulingana na ilivyoandikwa, na siku baada ya siku walitoa idadi iliyohitajika ya dhabihu za kuteketezwa. Baadaye walitoa dhabihu za kuteketezwa zilizotolewa kwa ukawaida na matoleo kwa ajili ya miezi mipya na majira yote yaliyotakaswa ya sherehe za Yehova, na pia toleo la hiari la kila mtu aliyemtolea Yehova kwa kupenda. Tangu siku ya kwanza ya mwezi wa 7 walianza kumtolea Yehova dhabihu za kuteketezwa, ingawa bado msingi wa hekalu la Yehova haukuwa umewekwa. Wakawapa pesa wakataji wa mawe na mafundi, na kuwapa Wasidoni na Watiro vyakula na vinywaji na mafuta, ili walete mbao za mierezi kupitia bahari kutoka Lebanoni mpaka Yopa kwa ruhusa ya Mfalme Koreshi wa Uajemi. Katika mwaka wa 2 tangu walipofika kwenye nyumba ya Mungu wa kweli huko Yerusalemu, katika mwezi wa 2, Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yeshua mwana wa Yehosadaki na ndugu zao wote, makuhani na Walawi, na wale wote waliorudi Yerusalemu kutoka utekwani, wakaanza kazi. Wakawaweka rasmi Walawi kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi wawe wasimamizi wa kazi ya nyumba ya Yehova. Basi Yeshua, wanawe na ndugu zake, na Kadmieli na wanawe, wana wa Yuda, wakaungana ili kuwasimamia wale waliokuwa wakifanya kazi katika nyumba ya Mungu wa kweli, pamoja na wana wa Henadadi, wana wao na ndugu zao Walawi. Wajenzi walipoweka msingi wa hekalu la Yehova, makuhani waliovaa mavazi rasmi wakiwa na tarumbeta, na Walawi, wana wa Asafu, wakiwa na matoazi, wakasimama ili kumsifu Yehova
kulingana na maagizo ya Mfalme Daudi wa Israeli. Nao wakaanza kuimba kwa kuitikia, wakimsifu na kumshukuru Yehova, kwa maana yeye ni mwema. Upendo wake mshikamanifu kwa Israeli unadumu milele. Kisha watu wote wakapaza sauti wakimsifu Yehova, kwa sababu msingi wa nyumba ya Yehova ulikuwa umewekwa. Makuhani wengi, Walawi na viongozi wa koo, wazee ambao walikuwa wameona ile nyumba ya kwanza, wakalia kwa sauti kubwa walipoona msingi wa nyumba hii ukiwekwa. Na wengine wengi wakapaza sauti yao yote kwa shangwe. Hivyo watu hawakuweza kutofautisha kati ya sauti ya kushangilia na ya kulia, kwa maana watu walikuwa wakipaza sauti kubwa hivi kwamba sauti hiyo ikasikika mbali sana. Sura ya 4. Maadui wa Yuda na Benjamini waliposikia kwamba watu waliorudi kutoka uhamishoni walikuwa wakimjengea hekalu Yehova Mungu wa Israeli, mara moja wakamfikia Zerubabeli na viongozi wa koo na kuwaambia, acheni tujenge pamoja nanyi, kwa maana sisi pia tunamwabudu Mungu wenu na tumekuwa tukimtolea dhabihu tangu siku za mfalme Esarhadoni wa Ashuru aliyetuleta hapa. Hata hivyo, Zerubabeli na Yeshua na viongozi wa koo za Israeli wakawaambia, hamna haki ya kujenga pamoja nasi nyumba ya Mungu wetu, kwa maana sisi wenyewe tutamjengea Yehova Mungu wa Israeli, kama alivyotuamuru mfalme Koreshi, mfalme wa Uajemi. Ndipo watu wa mataifa jirani wakazidi kuwavunja moyo watu wa Yuda na kuwakatisha tamaa ili wasijenge. Waliwakodi washauri ili kuvuruga mipango yao ya kujenga siku zote za mfalme Koreshi wa Uajemi mpaka wakati wa utawala wa mfalme Dario wa Uajemi. Mwanzoni mwa utawala wa Ahasuero, waliandika mashtaka dhidi ya wakaaji wa Yuda na Yerusalemu, na katika siku za utawala wa mfalme Artashasta wa Uajemi, Bishlamu, Mithredathi, Tabeeli na wenzake walimwandikia mfalme Artashasta. Wakaitafsiri barua hiyo katika Kiaramu na kuiandika kwa herufi za Kiaramu. Rehumu, ofisa mkuu wa serikali, na mwandishi Shimshai walimwandikia mfalme Artashasta barua ifuatayo dhidi ya Yerusalemu. Ilitoka kwa Rehumu, ofisa mkuu wa serikali, na mwandishi Shimshai na wenzao, yaani waamuzi na magavana wadogo, waandishi, watu wa Ereki, wa Babiloni, wakaaji wa Susa, yaani Waelamu, na mataifa mengine yote ambayo Asenapari mkuu na mheshimiwa aliwahamisha na kuwapeleka katika majiji ya Samaria, na wengine walio ng'ambo ya mto. Basi sasa hii ndio nakala ya barua waliomtumia. Kwa mfalme Artashasta, kutoka kwa watumishi wako, watu walio ng'ambo ya mto. Sasa tungependa kumjulisha mfalme kwamba Wayahudi waliokuja huku kutoka kwako wamefika Yerusalemu. Wanajenga upya lile jiji lenye uasi na uovu, nao wanamalizia kujenga kuta na kurekebisha misingi yake. Sasa tungependa mfalme ajue kwamba ikiwa jiji hili litajengwa upya na kuta zake kukamilishwa, hawatalipa kodi, ushuru wala ada, na jambo hilo litasababisha hasara kwa hazina za wafalme. Na kwa kuwa sisi hula chumvi ya jumba la mfalme, na si vema kwetu kuona maslahi ya mfalme yakiathiriwa, ndio sababu tumetuma barua ili kumjulisha mfalme jambo hilo, ili uchunguzi ufanywe katika kitabu cha kumbukumbu za mababu zako. Ndipo utakapoona katika kitabu hicho cha kumbukumbu kwamba hili ni jiji lenye uasi linalowaletea hasara wafalme na mikoa, na tangu zamani lilikuwa na wachochezi wa uasi. Ndio sababu jiji hili liliangamizwa. Tunakujulisha mfalme kwamba jiji hili likijengwa upya
na kuta zake kukamilishwa, hutaweza kutawala tena eneo lililo ng'ambo ya mto. Mfalme akatuma ujumbe ufuatao kwa Rehumu, ofisa mkuu wa serikali, na mwandishi Shimshai na wenzao walioishi Samaria na katika eneo lote lililo ng'ambo ya mto. Salamu. Na sasa barua rasmi mliotutumia imesomwa waziwazi mbele yangu. Niliagiza uchunguzi ufanywe na ikajulikana kwamba tangu zamani jiji hilo limewapinga wafalme na limekuwa na uchochezi na uasi. Kulikuwa na wafalme wenye nguvu juu ya Yerusalemu waliotawala eneo lote la ng'ambo ya mto. Nao walikuwa wakilipwa kodi, ushuru na ada. Sasa toeni amri ili kusimamisha kazi ya wanaume hao, ili jiji hilo lisijengwe upya mpaka nitakapotoa agizo. Hakikisheni amri hii inatekelezwa bila uzembe, ili maslahi ya mfalme yasiendelee kuathiriwa. Sasa baada ya nakala ya barua rasmi ya mfalme Artashasta kusomwa mbele ya Rehumu na mwandishi Shimshai na wenzao, mara moja wakaenda Yerusalemu na kuwalazimisha Wayahudi waache kujenga. Ndipo kazi ya kujenga nyumba ya Mungu iliyokuwa Yerusalemu iliposimamishwa, na haikuendelea mpaka mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario wa Uajemi. Sura ya 5. Ndipo nabii Hagai na nabii Zekaria mjukuu wa Ido wakawatabiria Wayahudi waliokuwa Yuda na Yerusalemu katika jina la Mungu wa Israeli aliyekuwa akiwaongoza. Kisha Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yeshua mwana wa Yehosadaki wakaanza kujenga upya nyumba ya Mungu iliyokuwa Yerusalemu, na manabii wa Mungu walikuwa pamoja nao na waliwatia moyo. Wakati huo, Tatenai, gavana wa eneo lililo ng'ambo ya mto, na Shethar-Bozenai na wenzao wakaja na kuwauliza, ni nani aliyewaagiza mjenge nyumba hii na kukamilisha nguzo hizi? Pia wakawauliza, wanaume wanaojenga jengo hili ni akina nani? Lakini Mungu alikuwa pamoja na wazee wa Wayahudi, nao hawangeweza kuwazuia kabla ya kumwandikia Dario na kupata barua rasmi kuhusu jambo hilo kutoka kwake. Hii ndiyo nakala ya barua ambayo Tatenai, gavana wa eneo lililo ng'ambo ya mto, na Shethar-Bozenai na wenzake, magavana wadogo wa eneo lililo ng'ambo ya mto, walimtumia mfalme Dario. Walimtumia habari hiyo, na hivi ndivyo walivyoandika: kwa mfalme Dario, na uwe na amani nyingi. Tungependa kumjulisha mfalme kwamba tulienda katika mkoa wa Yuda kwenye nyumba ya yule Mungu mkuu, nayo inajengwa kwa mawe makubwa yaliyobingirishwa na kuwekwa mahali pake, na mbao zinawekwa katika kuta. Watu hao wanafanya kazi hiyo kwa bidii na inasonga mbele kwa jitihada zao. Ndipo tukawauliza wazee wao, ni nani aliyowaagiza mjenge nyumba hii na kukamilisha nguzo hizi? Pia tuliwauliza majina yao ili tuandike majina ya viongozi wao na kukujulisha. Walitujibu hivi: sisi ni watumishi wa Mungu wa mbingu na dunia, na tunajenga upya nyumba iliyojengwa miaka mingi iliyopita, ambayo mfalme fulani mkuu wa Israeli aliijenga na kuikamilisha. Lakini kwa sababu baba zetu walimkasirisha Mungu wa mbinguni, aliwatia mikononi mwa mfalme Nebukadneza wa Babiloni, Mkaldayo, ambaye aliibomoa nyumba hii na kuwapeleka watu uhamishoni huko Babiloni. Hata hivyo, katika mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Koreshi wa Babiloni, mfalme Koreshi alitoa agizo la kuijenga upya nyumba hii ya Mungu. Pia mfalme Koreshi alitoa katika hekalu la Babiloni vyombo vya dhahabu na fedha vya nyumba ya Mungu ambavyo Nebukadneza alikuwa amevichukua hekaluni huko Yerusalemu na kuvileta katika hekalu la Babiloni.
alivikabidhi kwa mtu aitwaye Sheshbazari, ambaye Koreshi alimteua kuwa gavana. Koreshi alimwambia, chukua vyombo hivi, uvirudishe katika hekalu lililo Yerusalemu, na nyumba ya Mungu ijengwe upya mahali ilipokuwa awali. Ndipo Sheshbazari akaja, akaweka misingi ya nyumba ya Mungu iliyo Yerusalemu, na tangu wakati huo mpaka leo inaendelea kujengwa, lakini haijamalizika. Basi mfalme, ukipenda, acha uchunguzi ufanywe katika nyumba ya hazina ya mfalme iliyo Babiloni, ili ijulikane kama mfalme Koreshi alitoa agizo la kuijenga upya nyumba ya Mungu huko Yerusalemu. Kisha wewe mfalme, ututumie uamuzi wako kuhusu jambo hili. Sura ya 6. Ndipo mfalme Dario akatoa agizo, nao wakafanya uchunguzi katika jengo la hifadhi ambamo hazina ziliwekwa huko Babiloni. Kisha kitabu cha kukunjwa kikapatikana kwenye ngome huko Ekibatana katika mkoa wa Umedi, nacho kilikuwa na ujumbe ufuatao: katika mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Koreshi, Mfalme Koreshi alitoa agizo hili kuhusu nyumba ya Mungu huko Yerusalemu. Nyumba hiyo na ijengwe upya, iwe mahali watakapotolea dhabihu, na misingi yake inapaswa kuwekwa. Kimo chake kiwe mikono 60, upana wake mikono 60, na iwe na safu 3 za mawe makubwa yaliyobingirishwa na kuwekwa mahali pake, na safu 1 ya mbao. Na gharama zote zilipwe kutoka katika nyumba ya mfalme. Pia vyombo vya dhahabu na fedha vya nyumba ya Mungu ambavyo Nebukadneza alivichukua katika hekalu lililokuwa Yerusalemu na kuvileta Babiloni virudishwe, ili viwekwe mahali pake katika hekalu huko Yerusalemu na vihifadhiwe katika nyumba ya Mungu. Basi Tatenai, gavana wa eneo lililo ng'ambo ya mto, Shethar-Bozenai na wenzenu, magavana wadogo wa eneo lililo ng'ambo ya mto, msikaribie mahali hapo. Msiingilie kazi ya nyumba hiyo ya Mungu. Gavana wa Wayahudi na wazee wa Wayahudi watajenga upya nyumba hiyo ya Mungu mahali ilipokuwa zamani. Pia ninatoa agizo kuhusu jambo mnalopaswa kuwafanyia wazee hao wa Wayahudi kwa ajili ya kujenga upya nyumba hiyo ya Mungu. Gharama zao zote zitalipwa bila kuchelewa kutoka katika hazina ya mfalme, kodi inayokusanywa katika eneo lililo ng'ambo ya mto, ili ujenzi uendelee bila kukatizwa. Na chochote kinachohitajiwa, ng'ombe dume wachanga pamoja na kondoo dume na wana kondoo kwa ajili ya dhabihu za kuteketezwa kwa Mungu wa mbinguni, ngano, chumvi, divai na mafuta, kama watakavyosema makuhani walio Yerusalemu, waendelee kupewa vitu hivyo siku baada ya siku bila kukosa, ili waendelee kutoa matoleo yanayompendeza Mungu wa mbinguni na kumwombea mfalme na wanawe wawe na maisha marefu. Pia nimetoa agizo kwamba yeyote atakayevunja amri hii, nguzo itang'olewa katika nyumba yake, naye atatundikwa juu ya nguzo hiyo, na nyumba yake itafanywa kuwa choo cha umma kwa sababu ya kosa hilo. Na Mungu aliyefanya jina lake likae huko na ampindue mfalme yeyote na watu watakaonyoosha mkono ili kukiuka agizo hili na kuiharibu nyumba ya Mungu iliyo Yerusalemu. Mimi, Dario, ninatoa agizo hili, nalo litekelezwe bila kukawia. Ndipo Tatenai, gavana wa eneo lililo ng'ambo ya mto, Shethar-Bozenai na wenzao wakatekeleza bila kukawia kila jambo ambalo mfalme Dario alikuwa ameagiza. Nao wazee wa Wayahudi wakaendelea kujenga na kufanya maendeleo, wakitiwa moyo na nabii Hagai na Zekaria mjukuu wa Ido,
Wakamaliza kujenga kulingana na agizo la Mungu wa Israeli na agizo la Koreshi, Dario na mfalme Artashasta wa Uajemi. Wakamaliza kujenga nyumba hiyo katika siku ya 3 ya mwezi wa Adari katika mwaka wa 6 wa utawala wa mfalme Dario. Ndipo Waisraeli, makuhani, Walawi na watu wengine waliotoka uhamishoni wakaizindua nyumba ya Mungu kwa shangwe. Nao wakaleta kwa ajili ya kuzindua nyumba ya Mungu ng'ombe dume 100, kondoo dume 200, wana-kondoo 400 na mbuzi dume 12 kuwa dhabihu ya dhambi kwa ajili ya Waisraeli wote kulingana na idadi ya makabila ya Israeli. Nao wakawapanga makuhani katika makundi yao na Walawi katika vikundi vyao kwa ajili ya utumishi wa Mungu huko Yerusalemu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Musa. Na watu hao waliotoka uhamishoni wakasherehekea Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Makuhani na Walawi wote walikuwa wamejitakasa, hivyo wote walikuwa safi. Basi wakachinja mnyama wa Pasaka kwa ajili ya watu wote waliotoka uhamishoni, kwa ajili ya makuhani wenzao na kwa ajili yao wenyewe. Kisha Waisraeli waliorudi kutoka uhamishoni wakala pamoja na kila mtu aliyekuwa amejiunga nao na kujitenga na uchafu wa mataifa ya nchi hiyo ili kumwabudu Yehova Mungu wa Israeli. Pia wakasherehekea kwa shangwe sherehe ya mikate isiyo na chachu kwa siku 7, kwa maana Yehova aliwafanya washangilie na alikuwa ameugeuza moyo wa mfalme wa Ashuru ili awatendee mema, hivi kwamba akawaunga mkono katika kazi ya nyumba ya Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Sura ya 7. Baada ya mambo hayo, wakati wa utawala wa mfalme Artashasta wa Uajemi, Ezra akarudi. Alikuwa mwana wa Seraya, mwana wa Azaria, mwana wa Hilkia, mwana wa Shalumu, mwana wa Sadoki, mwana wa Ahitubu, mwana wa Amaria, mwana wa Azaria, mwana wa Merayothi, mwana wa Zeraya, mwana wa Uzi, mwana wa Buki, mwana wa Abishua, mwana wa Finehasi, mwana wa Eleazari, mwana wa kuhani mkuu Haruni. Huyo Ezra alitoka Babiloni. Alikuwa mwandishi na aliijua vizuri sheria ya Musa iliyotolewa na Yehova Mungu wa Israeli. Mfalme alimpa kila kitu alichoomba, kwa maana mkono wa Yehova Mungu wake ulikuwa juu yake. Baadhi ya Waisraeli, makuhani, Walawi, waimbaji, walinzi wa malango na watumishi wa hekaluni wakapanda kwenda Yerusalemu katika mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme Artashasta. Naye Ezra akaja Yerusalemu mwezi wa 5 katika mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme huyo. Alianza safari ya kutoka Babiloni siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa 5, kwa sababu mkono mwema wa Mungu wake ulikuwa juu yake. Ezra alikuwa ameutayarisha moyo wake kuichunguza sheria ya Yehova na kuifuata na kufundisha masharti ya sheria hiyo na maamuzi yake katika Israeli. Ifuatayo ni nakala ya barua ambayo mfalme Artashasta alimpa Ezra, aliyekuwa kuhani na mwandishi mwenye ujuzi mwingi kuhusu amri za Yehova na masharti aliyowapa Waisraeli. Artashasta, mfalme wa wafalme, kwa kuhani Ezra, mwandishi wa sheria ya Mungu wa mbinguni. Na uwe na amani kamili. Na sasa nimetoa agizo kwamba kila mtu katika milki yangu ambaye ni mmoja wa watu wa Israeli, na pia makuhani wao na Walawi, ambaye angependa kwenda nawe Yerusalemu, aende.
Kwa maana umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuchunguza kama watu walio Yuda na Yerusalemu wanafuata sheria ya Mungu wako ulio nayo, na kuchukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake wamemtolea kwa hiari Mungu wa Israeli, ambaye makao yake yako Yerusalemu, pamoja na fedha na dhahabu yote ambayo utapokea katika mkoa wote wa Babiloni, na pia zawadi ambazo watu na makuhani hutoa kwa hiari kwa ajili ya nyumba ya Mungu wao iliyo Yerusalemu. Na bila kukawia utanunua kwa pesa hizo ng'ombe dume, kondoo dume, wana-kondoo, na matoleo yao ya nafaka na matoleo yao ya kinywaji, nawe utavitoa juu ya madhabahu ya nyumba ya Mungu wenu huko Yerusalemu. Na fedha na dhahabu itakayobaki, wewe na ndugu zako mnaweza kuitumia mtakavyopenda kulingana na mapenzi ya Mungu wenu. Na vyombo vyote utakavyopewa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu wako, unapaswa kuvipeleka mbele za Mungu huko Yerusalemu. Na kitu kingine chochote unachohitaji kutoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wako, utakitoa kutoka katika hazina ya mfalme. Mimi, Mfalme Artashasta, nimewaagiza waweka hazina wote katika eneo lililo ng'ambo ya mto wampe bila kukawia kila kitu atakachoomba Ezra, kuhani na mwandishi wa sheria ya Mungu wa mbinguni. Hata akiomba talanta 100 za fedha, kori 100 za ngano, bathi 100 za divai, bathi 100 za mafuta na chumvi isiyo na kipimo. Kila jambo ambalo Mungu wa mbinguni ameagiza linapaswa kufanywa kwa bidii kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa mbinguni, ili ghadhabu yake isije dhidi ya milki yangu na wanangu. Pia ninawajulisha kwamba hairuhusiwi kuwatoza kodi wala ushuru wala ada yoyote makuhani na Walawi, wanamuziki, walinzi wa malango, watumishi wa hekaluni na wafanyakazi wa nyumba hii ya Mungu. Na wewe, Ezra, kulingana na hekima uliopewa na Mungu wako, teua mahakimu na waamuzi ili wawahukumu watu wote katika eneo lililo ng'ambo ya mto, wote wanaojua sheria za Mungu wako, nanyi mnapaswa kumfundisha yeyote asiyezijua. Na kila mtu ambaye hatafuata sheria ya Mungu wako na sheria ya mfalme anapaswa kuhukumiwa upesi, iwe ni kuuawa, kufukuzwa nchini, kutozwa faini au kufungwa gerezani. Yehova Mungu wa mababu zetu na asifiwe, ambaye alitia ndani ya moyo wa mfalme wazo la kuipamba nyumba ya Yehova iliyo Yerusalemu. Naye amenitendea kwa upendo mshikamanifu mbele ya mfalme, washauri wake na wakuu wote wa mfalme wenye nguvu. Hivyo nikajipa ujasiri kwa sababu mkono wa Yehova Mungu ulikuwa juu yangu, nami nikawakusanya wanaume waliokuwa viongozi katika Israeli ili wapande pamoja nami. Sura ya 8. Basi hawa ndio waliokuwa viongozi wa koo, na hii ndio orodha ya ukoo wa wale waliopanda pamoja nami kutoka Babiloni wakati wa utawala wa mfalme Artashasta. Ukoo wa wana wa Finehasi, Gershomu. Wa wana wa Ithamari, Danieli. Wa wana wa Daudi, Hatushi. Wa wana wa Shekania, wa wana wa Paroshi, Zekaria. Na pamoja naye kulikuwa na wanaume 150 walioandikishwa. Wa wana wa Pahath-Moabu, Eliehoenai mwana wa Zeraya, na wanaume 200 pamoja naye. Wa wana wa Zatu, Shekania mwana wa Yahazieli, na wanaume 300 pamoja naye. Wa wana wa Adini, Ebedi mwana wa Yonathani, na wanaume 50 pamoja naye. Wa wana wa Elamu, Yeshaya mwana wa Athalia, na wanaume 70 pamoja naye. Wa wana wa Shefatia, Zebadia mwana wa Mikaeli, na wanaume 80 pamoja naye. Wa wana wa Yoabu,
Obadia mwana wa Yehieli na wanaume 218 pamoja naye. Wa wana wa Bani, Shelomithi mwana wa Yosifia na wanaume 160 pamoja naye. Wa wana wa Bebai, Zekaria mwana wa Bebai na wanaume 28 pamoja naye. Wa wana wa Azgadi, Yohanani mwana wa Hakatani na wanaume 110 pamoja naye. Wa wana wa Adonikamu, wale waliokuwa wa mwisho, haya ndiyo majina yao: Elifeleti, Yehieli na Shemaya na wanaume 60 pamoja nao. Na wa wana wa Bigvai, Uthai na Zabudu na wanaume 70 pamoja nao. Nikawakusanya kwenye mto unaoelekea Ahava, nasi tukapiga kambi hapo siku 3. Lakini nilipowakagua watu na makuhani, sikupata Mlawi hata mmoja. Kwa hiyo nikawatuma wajumbe wawaite Eliezeri, Arieli, Shemaya, Elnathani, Yaribu, Elnathani, Nathani, Zekaria na Meshulamu waliokuwa viongozi, na Yoyaribu na Elnathani waliokuwa waalimu. Kisha nikawapa amri kuhusu Ido kiongozi wa Kasifia. Nikawaagiza wamwambie Ido na ndugu zake watumishi wa hekaluni waliokuwa huko Kasifia watuletee wahudumu kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu. Kwa kuwa mkono mwema wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, walituletea mwanamume mwenye busara kutoka kwa wana wa Mali, mjukuu wa Lawi mwana wa Israeli, aliyeitwa Sherebia, na wanawe na ndugu zake wanaume 18, na Hashabia, na pamoja naye Yeshaya kutoka kwa Wamerari, ndugu zake na wana wao wanaume 20. Na kulikuwa na watumishi wa hekaluni 220 ambao Daudi na wakuu walikuwa wamewatoa kwa ajili ya utumishi wa Walawi. Wote walikuwa wametajwa kwa majina. Kisha nikatangaza kwamba watu wafunge hapo kwenye mto Ahava, ili tujinyenyekeze mbele za Mungu wetu na kumwomba atuongoze katika safari yetu, sisi na watoto wetu na mali zetu zote. Niliona aibu kumwomba mfalme, wanajeshi na wapanda farasi watulinde dhidi ya maadui njiani, kwa sababu tulikuwa tumemwambia mfalme, mkono mwema wa Mungu wetu uko juu ya wale wote wanaomtafuta, lakini nguvu zake na hasira yake iko dhidi ya wote wanaomwacha. Basi tukafunga na kumwomba Mungu wetu kuhusu jambo hilo, naye akasikiliza maombi yetu. Kisha nikachagua wakuu 12 wa makuhani, yani Sherebia na Hashabia, pamoja na 10 kati ya ndugu zao. Nikawapimia fedha na dhahabu na vyombo, mchango ambao mfalme na washauri wake na wakuu wake na Waisraeli wote waliokuwa hapo walitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu. Basi nikapima na kuwakabidhi talanta 650 za fedha, vyombo 100 vya fedha vyenye thamani ya talanta 2, na talanta 100 za dhahabu, mabakuli madogo 20 ya dhahabu yenye thamani ya dariki 1000, na vyombo 2 vya shaba bora, nyekundu inayong'aa, inayotamanika kama dhahabu. Kisha nikawaambia, ninyi ni watakatifu kwa Yehova, na vyombo hivi ni vitakatifu, na fedha na dhahabu hii ni matoleo ya hiari kwa Yehova Mungu wa mababu zenu. Mvilinde kwa makini hadi mtakapovipima mbele ya wakuu wa makuhani na Walawi na wakuu wa koo za Waisraeli huko Yerusalemu, katika vyumba vya nyumba ya Yehova. Makuhani na Walawi wakapokea fedha na dhahabu na vyombo walivyopimiwa, ili wavilete Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu wetu. Mwishowe tukaondoka kwenye mto Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza na kuelekea Yerusalemu. Na mkono wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, naye akatuokoa kutoka mikononi mwa maadui na wavamizi njiani.
Basi tukafika Yerusalemu na kukaa huko siku 3. Kisha siku ya 4 tukapima ile fedha na dhahabu na vyombo katika nyumba ya Mungu wetu. Tukamkabidhi Meremothi mwana wa kuhani Uria, aliyekuwa pamoja na Eleazari mwana wa Finehasi, pamoja na Walawi Yozabadi mwana wa Yeshua na Noadia mwana wa Binui. Kila kitu kilihesabiwa na kupimwa, na uzito wote ukaandikwa. Wale waliotoka uhamishoni, waliokuwa utekwani, wakamtolea Mungu wa Israeli dhabihu za kuteketezwa, ng'ombe dume 12 kwa ajili ya Waisraeli wote, kondoo dume 96, wana-kondoo dume 77, mbuzi dume 12 kwa ajili ya dhabihu ya dhambi. Hizo zote zilikuwa dhabihu za kuteketezwa zilizotolewa kwa Yehova. Kisha tukawapa maliwali wa mfalme na magavana waliokuwa ng'ambo ya mto maagizo ya mfalme, nao wakawategemeza watu na nyumba ya Mungu wa kweli. Sura ya 9. Baada ya mambo hayo kufanywa, wakuu wakaja na kuniambia, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawajajitenga na watu wa mataifa ya nchi mbalimbali na mazoea yao yanayochukiza, ya Wakanaani, Wahiti, Waperizi, Wayebusi, Waamoni, Wamoabu, Wamisri na Waamori. Wamejichukulia baadhi ya mabinti wa mataifa hayo kuwa wake zao na kuwachukulia wana wao pia. Sasa wao, uzao mtakatifu, wamechanganyika na watu wa mataifa ya nchi mbalimbali. Wakuu na watawala wasaidizi ndio wanaoongoza katika ukosefu huu wa uaminifu. Mara tu niliposikia jambo hilo, nikalirarua vazi langu na joho langu lisilo na mikono na kung'oa baadhi ya nywele za kichwa changu na ndevu zangu, nami nikaketi chini kwa mshtuko. Kisha kila mtu aliyehofu maneno ya Mungu wa Israeli akakusanyika kunizunguka kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu wa watu waliotoka uhamishoni. Nami nilikuwa nimeketi chini kwa mshtuko mpaka wakati wa toleo la nafaka la jioni. Wakati wa toleo la nafaka la jioni, niliinuka kutoka mahali nilipokuwa nimeketi kwa aibu, vazi langu na joho langu lisilo na mikono likiwa limeraruka. Nikapiga magoti na kumnyooshea mikono Yehova Mungu wangu. Nikasema, Mungu wangu, ninaona aibu na haya kuinua uso wangu kwako, Mungu wangu, kwa sababu makosa yetu yameongezeka juu ya vichwa vyetu na hatia yetu imerundamana mpaka mbinguni. Tangu siku za mababu zetu mpaka leo hii tumekuwa na hatia kubwa, na kwa sababu ya makosa yetu sisi, wafalme wetu na makuhani wetu tumetua mikononi mwa wafalme wa nchi nyingine. Tumeuawa kwa upanga, tumepelekwa utekwani, tumeporwa, tumetiwa aibu kama ilivyo leo. Lakini sasa kwa muda mfupi, Yehova Mungu wetu ametuonyesha kibali kwa kuruhusu baadhi yetu tuponyoke na kutupatia sehemu salama mahali pake patakatifu, ili kuyafanya macho yetu yang'ae, Mungu wetu, na kutupumzisha kidogo kutoka katika utumwa wetu. Ingawa sisi ni watumwa, Mungu wetu hajatuacha utumwani, bali ametutendea kwa upendo mshikamanifu mbele ya wafalme wa Uajemi, ili kutupumzisha tuweze kusimamisha nyumba ya Mungu wetu na kuijenga upya nyumba hiyo ambayo ni magofu, na kutupatia ukuta wa mawe katika Yuda na Yerusalemu. Lakini tuseme nini sasa, Mungu wetu, baada ya hayo? Kwa maana tumeziacha amri zako ulizotupatia kupitia watumishi wako manabii, ukisema, nchi ambayo mnaingia kuimiliki ni nchi chafu, kwa kuwa watu waliomo ni wachafu kwa sababu ya matendo yao yanayochukiza, ambayo wameyajaza kutoka mwisho mmoja hadi mwingine kwa uchafu wao. Kwa hiyo
Msiwaruhusu mabinti zenu waolewe na wana wao, wala msikubali wana wenu wawaoe mabinti zao. Msiwatakie kamwe amani wala mafanikio, ili mzidi kupata nguvu na kula mema ya nchi na kuimiliki, ili wana wenu wairithi milele. Baada ya yote yaliyotupata kwa sababu ya matendo yetu maovu na hatia yetu kubwa, kwa maana wewe, Mungu wetu, hujatutendea kulingana na makosa yetu, nawe umeruhusu sisi tulio hapa tuponyoke. Je, tuvunje tena amri zako na kufanya mapatano ya ndoa na watu wanaotenda mambo haya yanayochukiza? Je, hutatukasirikia vikali na kutuangamiza kabisa, hata kusiwe na yeyote atakayebaki wala kuokoka? Yehova Mungu wa Israeli, wewe ni mwadilifu, kwa maana tumeokoka na kubaki mpaka leo. Sasa tumesimama mbele zako tukiwa na hatia, kwa maana hatuwezi kusimama mbele zako kwa sababu ya jambo hili. Sura ya 10. Ezra alipokuwa akisali na kuungama, akilia na kulala kifudifudi mbele ya nyumba ya Mungu wa kweli, umati mkubwa wa wanaume, wanawake na watoto wa Israeli wakakusanyika kumzunguka, kwa maana watu walikuwa wakilia sana. Ndipo Shekania mwana wa Yehieli wa wana wa Elamu akamwambia Ezra, tumetenda kwa ukosefu wa uaminifu dhidi ya Mungu wetu kwa kuoa wanawake wa kigeni kutoka kwa mataifa ya nchi hii. Ingawa hivyo, bado kuna tumaini kwa Israeli. Basi na tufanye agano na Mungu wetu la kuwafukuza wake hao wote na watoto wao kulingana na mwongozo wa Yehova na wa wale wanaohofu amri ya Mungu wetu. Na tutende kulingana na sheria. Simama, kwa maana jambo hili ni jukumu lako, nasi tuko pamoja nawe. Uwe imara na uchukue hatua. Ndipo Ezra akasimama, akawaapisha wakuu wa makuhani, Walawi na Waisraeli wote kwamba watafanya kama ilivyosemwa. Basi wakaapa. Sasa Ezra akaondoka mbele ya nyumba ya Mungu wa kweli na kwenda katika chumba cha Yehohanani mwana wa Eliashibu. Ingawa alienda huko, hakula chakula wala kunywa maji, kwa maana alikuwa akiomboleza kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu wa watu waliotoka uhamishoni. Ndipo wakatangaza kote kote katika Yuda na Yerusalemu kwamba watu wote waliotoka uhamishoni wakusanyike Yerusalemu. Na wakuu na wanaume wazee wakaamua kwamba yeyote ambaye hangekuja katika muda wa siku 3, mali zake zote zingechukuliwa, naye angefukuzwa kutoka kwenye kutaniko la watu waliotoka uhamishoni. Basi wanaume wote wa Yuda na Benjamini wakakusanyika Yerusalemu katika muda wa siku 3, yaani katika mwezi wa 9, siku ya 20 ya mwezi huo. Watu wote walikuwa wameketi kwenye uwanja wa nyumba ya Mungu wa kweli, wakitetemeka kwa sababu ya jambo hilo na kwa sababu ya mvua kubwa. Kisha kuhani Ezra akasimama na kuwaambia, mmetenda kwa ukosefu wa uaminifu kwa kuoa wanawake wa kigeni, na hivyo mmeongeza hatia ya Israeli. Sasa ungameni kwa Yehova Mungu wa mababu zenu na mfanye mapenzi yake. Jitengeni na watu wa mataifa na hawa wake wa kigeni. Ndipo kutaniko lote likajibu hivi kwa sauti kubwa, ni wajibu wetu kufanya kikamili mambo unayotuambia. Hata hivyo, watu ni wengi na haya ni majira ya mvua. Haiwezekani kusimama nje, na jambo hili halitamalizika kwa siku 1 au 2, kwa maana tumeasi sana katika jambo hili. Basi tafadhali, acha wakuu wetu waliwakilishe kutaniko lote, na watu wote katika majiji yetu ambao wameoa wanawake wa kigeni waje wakati uliowekwa, pamoja na wazee na waamuzi wa kila jiji, mpaka tutakapoituliza hasira inayowaka ya Mungu wetu kuhusiana na jambo hili. Hata hivyo,
Yonathani mwana wa Asaheli na Yahzea mwana wa Tikva wakapinga jambo hilo, na Meshulamu na Shabethai waliokuwa Walawi wakawaunga mkono. Lakini watu waliotoka uhamishoni wakafanya kama ilivyokubaliwa na kuhani Ezra na viongozi wa koo. Watu wote ambao majina yao yalikuwa yameorodheshwa wakakusanyika peke yao siku ya kwanza ya mwezi wa 10 ili kuchunguza jambo hilo. Na kufikia siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza wakamaliza kuwachunguza wanaume wote waliokuwa wameoa wanawake wa kigeni. Na ikagunduliwa kwamba baadhi ya wana wa makuhani walikuwa wameoa wanawake wa kigeni. Kutoka kwa wana wa Yeshua mwana wa Yehosadaki na ndugu zake, Maasea, Eliezeri, Yaribu na Gedalia. Lakini wakaahidi kuwafukuza wake zao, na kwa kuwa walikuwa na hatia wangetoa kondoo dume wa kundi kwa ajili ya hatia yao. Kutoka kwa wana wa Imeri kulikuwa na Hanani na Zebadia. Na kutoka kwa wana wa Harimu, Maasea, Eliya, Shemaya, Yehieli na Uzia. Na kutoka kwa wana wa Pashuri, Elioenai, Maasea, Ishmaeli, Nethaneli, Yozabadi na Eleasa. Na kutoka kwa Walawi kulikuwa na Yozabadi, Shimei, Kelaya, yani Kelita, Pethahia, Yuda na Eliezeri. Na kutoka kwa waimbaji, Eliashibu. Na kutoka kwa walinzi wa malango, Shalumu, Telemu na Uri. Na kutoka Israeli, kutoka kwa wana wa Paroshi, kulikuwa na Ramia, Izia, Malkia, Miyamini, Eleazari, Malkia na Benaya. Na kutoka kwa wana wa Elamu, Matania, Zekaria, Yehieli, Abdi, Yeremothi na Eliya. Na kutoka kwa wana wa Zatu, Elioenai, Eliashibu, Matania, Yeremothi, Zabadi na Aziza. Na kutoka kwa wana wa Bebai, Yehohanani, Hanania, Zabai na Athlai. Na kutoka kwa wana wa Bani, Meshulamu, Maluku, Adaya, Yashubu, Sheali na Yeremothi. Na kutoka kwa wana wa Pahath-Moabu, Adna, Kelali, Benaya, Maasea, Matania, Bezaleli, Binui na Manase. Na kutoka kwa wana wa Harimu, Eliezeri, Ishia, Malkia, Shemaya, Shimeoni, Benjamini, Maluku na Shemaria. Kutoka kwa wana wa Hashumu, Matenai, Matata, Zabadi, Elifeleti, Yeremai, Manase na Shimei. Kutoka kwa wana wa Bani, Maadai, Amramu na Ueli, Benaya, Bedea, Keluhi, Vania, Meremothi, Eliashibu, Matania, Matenai na Yaasu. Na kutoka kwa wana wa Binui, Shimei, Shelemia, Nathani, Adaya, Maknadebai, Shashai, Sharai, Azareli, Shelemia, Shemaria, Shalumu, Amaria na Yosefu. Na kutoka kwa wana wa Nebo, Yeieli, Matithia, Zabadi, Zebina,
Yadai, Yoeli na Benaya. Wote hao walikuwa wameoa wanawake wa kigeni, basi wakawafukuza wake zao pamoja na wana wao.